mnaona eti macho hayana pazia. Ndio macho hayana pazia, lakini macho yalengeshwe. Twende kwa roho, kila mmoja aende kwa roho. Kila mtu aende, mimi niende kwa roho. Wewe uende kwa roho. Watu wote waende kwa roho. Kila mtu aende kwa roho. Wote tukienda kwa roho itakuwa vizuri sana. Roho Mtakatifu huongoza mtu. Hajawahi kupeleka shimoni. Huwa naendesha gari. Kuna mahali nikipita nasema hivi, nimepita njia hii, lakini kesho kwa fundi. Lazima gari iwe kwa fundi kesho. Kwa njia hii iliyopita leo. Kwa hiyo unapoongozwa na Roho anakuambia njia hii mbaya, hii iache. Hebu tusome tena. Warumi 8:11-14. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 11 na 12. Lakini 11 hadi 14. Lakini ikiwa roho yake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu atauisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Kwa kuwa wote waongozwa na roho wote wa Mungu. Rudia tena kule nyuma. Kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Mimi sio Mungu wa kuchambua kwa na roho ya Mungu na roho. Lakini alisema Musa kwenye Hesabu 11:28-29, ingekuwa heri watu wa Mungu wote wakanena kwa roho, wakatabiri, wakafundisha, wakaelekeza, wakafanya kila kitu kizuri. Yaani ingekuwa heri kwa kila mtu akasimama, kwa kuwa Mungu ametupa vitu, ametupa macho ya kuona, ametupa mapua ya kunusa. Katika hili kama Mungu ametupa kuna